Wanasiasa bana ni viumbe wa ajabu sana kwa sababu kuna mambo wanaweza wakafanya sio tu kwa sababu yanawapa faida kwa kipindi fulani, ni wanafanya kwa sababu yatawapa faida kwa wakati watakaohitaji. So kwa mfano, tuko kwenye kipindi ambacho tunaelekea kwenye, wengine wanasema tunaelekea kwenye uchaguzi, lakini kuna baadhi ya watu pia wanasema hicho kitu kitatokea. So tuko katika hali ambayo haieleweki. Na kuna matukio yanatokea kwa mawazo yangu, kwa akili yangu, ni kama haya matukio sio tu ni bahati mbaya. Yanatokea makusudi ili kutengeneza tension ya baadaye. Kwa mfano, unaweza ukajiuliza swali moja kwamba hivi haya mabasi ambayo tunaambiwa yamekuwa ni tatizo, na in fact tunaona hata sisi ni tatizo. Je, kwa nini hili tatizo lije wakati ambapo tunaelekea kwenye uchaguzi? So nikisema mfano ni kitu ambacho kimetengenezwa ili kije kitengeneze tension baadaye. Je, vipi kama kuna mtu ambaye ananufaika na hii hali? Yaani kwamba either kuna namna anaweza akayazuia, akafanya utendaji wake usiwe mzuri kwa sasa, ila kwa kipindi ambacho tunaelekea kabisa, tumebakiza either wiki moja, wiki mbili kufanya maamuzi ya kumrudisha madarakani. So anaweza akatupa kama ahueni fulani hivi, yaani akayaleta tukawa tuko kwenye hali ambayo ni ya kawaida tofauti na sasa. Ninachojaribu kusema ni kwamba inawezekana kuna mtu anatengeneza hii tension sasa hivi, anatufanya tupanic na nini, ila siku kadhaa kabla ya kufika siku ya tukio husika, yaani uchaguzi, atafanya kitu ambacho kitatufanya tusahau yale yote. Kwa sababu mimi naamini wanasiasa ni watu ambao wanajifunza sana saikolojia zetu. So kama wiki mbili nyuma kabla ya kufanya uchaguzi utakuwa uko kwenye mazingira ambayo ni mazuri kuliko mwezi mmoja nyuma kabla ya uchaguzi. So hali kama inaweza ikaathiri namna yako ya kufanya maamuzi. Kwa ni michezo tu ya kisiasa. Sitaki kusema inatoka upande gani, lakini naamini kabisa kuna mikono ya watu, na sio katika tukio hilo tu. Kuna matukio mengi ambao ukipea attention kutazama utagundua kwamba ni yanatokea sio kwa sababu yanatokea, no, ni yanatokea pengine ni kwa sababu kuna mikono ya watu na wanajaribu kutengeneza tension kwa ajili ya target ya jambo fulani hapo mbele. Na siwezi sema ni watu ambao wako labda wana nguvu, wako labda madarakani, lakini pia inawezekana kuna watu ambao wana nia mbaya na yule ambaye anatarajia kuingia madarakani, so wanajaribu kumharibia. Zote hizo ni siasa. So kitu ambacho naweza nikashauri ni kwamba kila mtu awe makini. Awe makini, sio tu kwa sababu ya yeye binafsi, awe makini kwa sababu watu wamekuwa yaani hawajali. Yaani wanachokijali wao ni maslahi yao, lakini hamna kitu chengine wanakifikiria. So tuwe makini tu, sio tu watu wa upinzani, watu wa serikalini. Yaani mwanasiasa ni mwanasiasa tu. Kikubwa ni sisi kujitambua na kuelewa akili zao wanachokitaka ni nini, na tusiwape nafasi ya kutuchezea.